Nimetoka kupigiwa simu na mmoja kati ya kijana wangu wa Nguvu ya Pesa na Jicho la Tatu. Amenipigia simu ananungunika kwamba yeye amepata majiwe madogo, lakini kuna mwenzie ambaye alikuwa naye na yeye yuko naye kwenye Nguvu ya Pesa na Jicho la Tatu kapata jiwe la dhahabu ambalo amepata hela nyingi. Yaani juzi tu walikuwa wote wamekaa wanafarijiana, alafu leo mwenzie kapata jiwe, kapata hela nyingi kuliko yeye. Ananungunika. Nikamwambia nisikilize, unapoona mwenzio amepata dhahabu, unapoona mwenzio amepata jiwe, ina maana kesho unaifuata ni wewe. Yaani wewe leo hii, hata wewe unanitazama sasa hivi, ukiona kuna jirani yako, kuna mwenzio, kuna ndugu yako, kuna kaka yako, kuna mdogo wako amepata mafanikio, ina maana kesho utafuata wewe. Kwa hiyo utakiwi kunungunika wala kumuonea wivu wala kujisikia vibaya. Nilichomwambia kijana wangu, nikamwambia nisikilize, hata mimi unayeniona nilipokuwa nimeshikwa mkono na watu ambao sasa hivi wamenifanya niwe hivi nilivyo, kama nilivyokuwa kama wewe, kuna wenzangu walikuwa wanafanikiwa na waona, lakini mimi nakuwa bado. Lakini sikukata tamaa, nikaendelea kupambana. Kwa hiyo wewe unapoona jirani yako anapata, jirani yako kapata dhahabu, wakati wote mko kwenye njia moja. Yaani hao vijana ni vijana ambao wako wawili, sawa, wanachimba dhahabu. Na kwenye dhahabu, kwenye mikondo ya dhahabu kuna ushirikina humu ndani yake. Kama hautakuwa una mtu sahihi ambaye anakuelekeza nini ufanye, ina maana dhahabu hutapata. Kwa hiyo sasa hao vijana wamefanya kila kitu sawa. Yaani kafala wamefanya sawa, wote wamefanya sawa. Na hata njia nilivyoelekeza wamepita njia moja. Lakini mwenzie kapata jiwe. Yaani walikuwa wawili wameingia kuchimba, sawa. Walivyoingia kuchimba, mwenzake kapata jiwe kubwa la dhahabu, kapata hela nyingi, lakini yeye hajapata. Sasa kanipigia ananungunika, nikamwambia nisikilize, utakiwa kunungunika, unatakiwa ufurahie kuona mwenzio kapata. Ina maana ile njia ambayo mimi nimewaelekeza ina matokeo, ndio maana mnaelekea wote kufanikiwa. Mwenzio akifanikiwa, ina maana unafuata wewe. Kafurahi, karudi chimboni kuchimba, ina maana kesho kutwa na yeye akipata atasema chifu alinielekeza. Kwa hiyo hata wewe unatazama hii video, muda wowote kuanzia sasa unaweza ukafanikiwa, ukapata fedha, ukapata mali, ukapata hela. Muda wowote kuanzia sasa hivi. Kama kuna jirani yako amepata chochote, muache, furahia mafanikio yake. Kwa sababu leo hii kama Mwenyezi Mungu ameenda kwenye mlango wa jirani yako, ina maana atakapotoka kwa jirani anafuatia kwenye mlango wako. Usinungunike wala kuwa na huzuni kwamba kuna rafiki yako amepata wewe hujapata. Sawa? Ukiulizwa nani kakwambia, nenda kawaambie kaniambia Chief Godlove. Alafu follow hii account, kwa sababu hii ni account yangu official. Usije ukafollow account za matapeli alafu kesho kaanza kulia. Follow hii account official. Na kwa wale ndugu zangu walioko Kongo wananitafuta hawanipati, kama huko Kongo unanitafuta, unataka connection, unataka kuwa na mali, unachimba kwenye migodi, unafanya biashara lakini biashara zako haziendi, una pesa lakini unataka upate kinga ya fedha zako, una mafanikio, unataka mafanikio yako yazidi kuongezeka, unagombea, unataka uende ukapate nafasi ya wewe kuwa mbunge au kuwa kiongozi wa serikali ambayo wewe unagombea, nitafute. Kwa ndugu zangu mlio Kongo, sasa hivi namba ya Kongo sina, nina namba ya Uganda. Kwa hiyo nakupa namba ya Airtel Uganda kama unataka kulipia. Nakupa namba ya Airtel Uganda kama unataka kulipia na kuandikia hapa sasa hivi. Kwa wewe ndugu yangu ambaye uko Kongo na hujui namna gani ya kulipia, Kongo unalipa $60. Kongo unalipa $60. Kama uko Tanzania unalipa laki ya Tanzania. Kama uko Kenya unalipa 7,000 ya Kenya. Kwa walioko Tanzania, 100,000 unalipa kwa namba 0756 38 2285. 0756 38 2285. Narudia tena, 0756 38 2285. Lakini kwa wewe uliye Kongo unanitafuta WhatsApp unipate, nakupa namba ya WhatsApp hapa sasa hivi. Nitafute, ulipie $60 kwenye hiyo namba ya Uganda. Si tumeelewana? Umeona unyama mtoto mdogo. Ile gari kule ni gari ya ni gari ya kuendea shambani. Alafu hapa pembeni kuna swimming pool hapa. Umeona hapa?
hiyo ni swimming pool. Sasa kwa wale ndugu zangu wa Kongo ambao mnashindwa kulipa kwa namba ya Tanzania, nawapa namba ya Uganda ambayo mnatakiwa mnitafute na mnalipia kwenye namba hiyo ya Uganda. Hapa unalipa $60 kwa namba ya Uganda. Anza na alama ya kujumlisha 256 769 166 594. Narudia 256 769 166 594. Narudia tena 256 769 166 594. Unalipia $60 au hela ya Tanzania 100,000 ya Tanzania. Kwa wale ndugu zangu ambao mpo Kenya, Uganda, Kongo, Burundi, Rwanda, Mozambiki, unachimba madini, unafanya biashara ya duka, unafanya machinga, unaendesha yale magari makubwa ya mizigo, malori, una uwezo wa kuwa tajiri. Yaani usijione wewe ni maskini. Hata kama unaendesha daladala, unaendesha bajaji, unaendesha bodaboda. Tena kuna bodaboda wengi ambao mimi sasa hivi nimewabadilishia maisha yao na wamebadilika. Kama uko popote pale, nitafute WhatsApp kwa namba hii hapa. Lakini kuwa tayari kulipia 100,000 na kuwa tayari kutoa kafara ya mnyama. Kuwa tayari kutoa kafara ya mnyama. Mimi sitoi kafara ya binadamu wala sitoi kafara ya kuzuru watu. Natoa kafara za wanyama, ndio maana nafanikiwa. Unataka jiunge, utaki kojoa kalale.